zimamoto na uokoaji, imekuwa ni desturi yetu kutoa elimu katika vyuo hivi vya madereva, hasa chuo cha VETA. Wito wangu mkubwa kwa madereva wote ambao hawajui elimu ya zimamoto, basi waje Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ili waweze kupata elimu, lakini pia hata kwa vyuo vingine ambavyo vinafundisha madereva, basi waweze kutoa taarifa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ili tuweze kuwafundisha madereva. Na lengo kubwa kama nilivyoongea awali ni kupunguza ajali za barabarani hasa zinazotokana na moto ili zisiweze kuleta madhara makubwa au kutokea kabisa barabarani. Natumia hawa wanafunzi hawa kuambia kwamba nilichobaini mimi hapa kwetu, asilimia kubwa wanaovunja sheria sio kwa kukosa uelewa, wanafanya makusudi. Yaani natoa mfano, mtu anaona kibao cha 50, anauliza wenzie kama barabara ni shwari, kuna askari, hakuna, anaongeza mwendo. Huyo mtu anaelewa. Kwa hiyo sisi tumemwambia tumekuwa na hatua kali sana. Tunachukua hatua kali. Umuhimu wa kupata kinga ya bima uwapo barabarani. Miongoni mwa jambo muhimu ambalo kama dereva la kuzingatia ukiwa barabarani ni pamoja na kuwa na bima. Bima hii itakusaidia tu pale ambapo utakaposababisha tatizo ama janga lolote barabarani. Tunapoandaa madereva hapa, siku moja Mungu akiwa amewajalia, tunaona kwamba wataenda kuendesha kwenye ofisi ya waziri mkuu, kwenye ofisi ya rais, kwenye ofisi za wabunge na ofisi nyinginezo. Kwa hiyo tunahitaji kuandaa, sisi kazi yetu walimu ni kuandaa madereva walio bora. Kuambia bana, unapotoka hapa uwe mwadilifu, tunamwambia uwe mwadilifu, muungwana na mchapa kazi. Unapoenda kule ijali ofisi yako, ijali taaluma yako. Kama wenzetu wanavyojali nini? Taaluma zao, wanaziinua. Ndicho kitu ambacho sisi VETA Mbeya tunakifanya. Kutoa madereva walio bora, madereva ambao wako competent, madereva ambao wakienda kule wanalisaidia taifa. Taifa letu kwa kweli sasa hivi limekuwa na changamoto. Madereva wengi hawapendi kusoma. Madereva wengi hawapendi kusoma. Lakini pia sisi tunashukuru VETA Mbeya, tunapambana kwamba madereva waje wafanye nini? Wasome. Tunashirikiana kama ulivyoona mwandishi, tunashirikiana na taasisi mbalimbali, ofisi mbalimbali, bima, jeshi la polisi, na ofisi za zimamoto. Elimu niliyoipata ya usalama barabarani na ya uokoaji itanisaidia, zote mbili zitanisaidia barabarani. In case labda kumetokea moto, kwa sasa hivi kwa usalama, kwa elimu ya uokoaji nimejua kutambua aina za moto na namna ya kukabiliana nayo. Na usalama barabarani itaweza kunisaidia kufuata sheria, kanuni na taratibu pindi niwapo barabarani. Nimeamua kuja kujifunza udereva kwa ajili ya kupata maarifa ambayo yataniwezesha mimi kama dereva niwapo barabarani kufuata kanuni na sheria zote za barabarani, alama na michoro yote ya barabarani, lakini pia kwa nyongeza ya kuwa dereva ninayefuata udereva wa kujihami, kwamba niweze kuepusha ajali pale ambapo inakuwa inawezekana.